Biblia unayoisoma leo sio Biblia ambayo Yesu alisoma, sio Biblia ambayo Paulo alisoma, sio Biblia ambayo mitume wengine walisoma. Yesu hakuwahi kunukuu Mathayo 1, hakuwahi kunukuu Waefeso wala Ufunuo. Paulo mwenyewe hakuwahi kunukuu Waefeso. Petro hakuwahi kunukuu Waefeso wala kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunajua Yesu alipokuja alikuta vitabu vile vya Mwanzo mpaka Malaki, tunaita leo Agano la Kale, ndio vitabu ambavyo walivyotumia. Kwa kila ambacho unaona mitume wameandika kwenye nyaraka walitoa kule. Kila ambacho unaona iko kwenye Matendo ya Mitume wanachambua kutokea kule. Kila ambacho unaona Yesu anafundisha kwenye hekalu na kila mahali alipokuwa akizunguka na kufundisha alitoa kule. Tutaangalia wakati tunafanya uchambuzi. Kwa definition ya maandiko matakatifu tulionayo leo na waliokuwa nayo wao havifanani. Wao wanachokita maandiko matakatifu sio vitabu 66, vitabu 39, yani Mwanzo mpaka Malaki. Kuna nini kwenye hivyo vitabu? Kwa ili uweze kuelewa inabidi urudi miaka 2000 iliyopita. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita wakati Yesu anazaliwa. Mafarisayo walikuwa wanatumia kitabu gani? Kwa nini Mafarisayo walikuwa wanateseka kwenye kuelewa? Kwa nini Yesu alikuwa anawaambia hamkusoma? Walikuwa wanavurugi. Kwa kuna namna ambapo tunaweza tukaelewa kile ambacho wao walisoma. Labda niseme tu disclaimer kwa ajili ya Agano la Kale. Agano la Kale ndio sehemu ya Biblia zaidi inayotumika kufundishia vitu kwa uovu, inayotumika kunyofolewa, mifundishia mambo ya ovyo kabisa kwenye makanisa na kwenye majukwaa yetu ya kufundisha Injili au kwenye pulpit, wengine wanaita madhabahu. Tunatumia vibaya kwa sababu hatujafundishwa namna ya, na tusipojua namna ya kusoma tutafika sehemu ambao walikuwa pia wale Masadukayo na Mafarisayo ambao walikuwa wanatumia sehemu hiyo ya Biblia ambayo leo tunaita sehemu ya Biblia Mwanzo mpaka Malaki kumjaribu huyu Bwana. Kwa lazima tufike mahali sisi wenyewe tuchambue, twende hatua kwa hatua na kujua kile ambacho kimezungumziwa hapa ni kitu gani. Hebu rudi kwanza miaka 2000 iliyopita. Ingia kwenye kanisa la kwanza, unaingia pale Matendo ya Mitume 3 wanapoingia hekaluni saa ya kusali ile kwenye Matendo ya Petro na Yohana. Alikuwa anaenda kusoma kitabu gani? Usiogope kujiuliza hilo swali. Mwanafunzi mzuri ambaye anajenga ufahamu wake vizuri haogopi kuuliza maswali. Lakini cha pili, kuuliza maswali, Biblia haiogopi maswali. Inabidi inategemea tu kama umefundishwa namna ya kutumia. Kwa nini nimesema turudi kwenye mwaka 2000 iliyopita? Kwa sababu kwenye uchambuzi wa maandiko muktadha ni jambo la, na muktadha wa kwanza wa muhimu ni muktadha wa kimazingira. Mazingira yao yalikuwaje? Walikuwa wanasoma vitabu gani? Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kujiuliza. Ukianza kujiuliza namna hiyo, utaanza kugundua nini wameita maandiko. Kwa ukisikia Yesu, ukisikia Mafarisayo, ukisikia Masadukayo, ukisikia wakina Petro, mitume wale 12 na wakina Filipo na wakina Stefano wanaita maandiko, cha kwanza kabisa hawakuwa wanawaza Mathayo mpaka Ufunuo.